Kitu kinaitwa subra sio tu kwamba uwe mvumilivu. Subra maana yake simamia haki and then ndio ubaki kusubiria. Okay? Kwa it means sema vile vitu kwanza. Sio let's say baba au mume ni mkali alafu ukae tu kumwombea dua atabadilika. Hapana. Allah anasema watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Wakahusiana ya haki ndo la first one. Alafu baada ya hapo kwamba ushamfikishia bana wewe hivi na hivi bana atajaribu kubadilika mume wangu, and then watawasau bis sabr. Kisha sasa wakahusiana kuwa na subra. Lakini kwanza usiache. So penda kuzungumza na watu. Depression zipo. Wewe unakuwa na msongo wa mawazo, lakini ungezungumza na mtu akakupa ushauri mzuri zaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Tupo katika kozi yetu ya tajwid na leo insha Allah tunakwenda kuingia sifa ambazo hazina kinyume, sifa ambazo la dhidda la, sifa ambazo zenyewe zimenyoka tu, hazina kinyume chake. Okay? Katika Qur'an zenyewe tukiita hii ni herufi fulani, ni hizo tu, wala hizi zingine hazina quality opposite na hiyo. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Tajwid leo kama tulivyosema, lakini kwanza tusiendelee kidogo mpaka tufanye brush kwenye zile tatu japo kwa kupita, alafu tutaendelea. Niliomba udhuru tokea Jumatatu, nadhani kwamba insha Allah kesho nitakuwa safarini. Kwa kesho hatutakuwa na class, Alhamis na Ijumaa, afwan sana. Na tutakutana Jumatatu kwa ajili ya kumalizia kitabu chetu. Awali wao washamaliza na insha Allah watafanya mtihani weekend hii. Lakini sisi insha Allah tutafanya mtihani weekend, sio hata weekend. Nadhani kitabu tutamaliza kwenye Jumatatu. Jumatano. Kwa tutafanya hizo siku za mbele yake. Alhamis au Ijumaa. Sifa ambazo hazina kinyume ndio ambazo tunaingia leo, lakini kwanza tufanye marejeo hizi tulizozisoma huku. Ikiwa haujaelewa basi hebu simama na mimi hapa. Kwanza mwanzo tulipoanzia ni hapa, sifa za herufi. Mpaka sasa hivi hapa tulipofikia, sina imani kwamba ulivyokuwa mwanzo na sasa hivi ni hivyo hivyo uelewa wako. Sina imani. Au tuseme haujaelewa kabisa kwamba mwalimu mimi nirudishia ada yangu tu, hamna chochote nilichopata. Bali ni kinyume chake, mpaka natumiwa hela ya soda kwamba hii usinunue hata vocha, ni soda. Kwa alhamdulillah. Na imani dhima nimelitua na Allah ni shahidi kwenye hilo. Katika sifa za herufi ndipo ambapo tunamalizia kwenye miezi yetu miwili. Tumesoma sifa za herufi tukasema kuna al-jahr, al-hams. Sifa ambazo zina kinyume, Sifa za herufi ziko mbili. Aina mbili, ya kwanza na ya pili. Hizi za huku ni sifa ambazo zina positive na negative, lakini hizi huku zenyewe zina positive peke yake, hazikinzani. Okay? Lakini hizi zinazokinzana kuna al-jahr, al-hams. Tukisema al-jahr ni nini? Al-jahr ni nini? Kwa usemi huko. Al-hams ni nini? Al-jahr ni kuwa wazi, al-hams ni kujificha. And then tukasoma ashidda, at-tawassut, ar-rakhawa. Ashidda tukasema ni herufi imara, at-tawassutu kati na kati, rakhawa ulaini. Okay? Wepesi. Majina yote. Tofauti ya imara nini? Dhaifu. Dhaifu yote. Lakini tusisahau herufi zake. Al-jahr and al-hams. Al-hams herufi zake fahathahu shakhsun sakata. Fahathahu shakhsun sakata. Hapo tukawa tumemaliza herufi zake 10, zinazobaki zingine ni al-jahr
pumzi haitoki nje. Ashidda tukasema herufi zake ajidu qatin bakat au ajiduka taqtab, herufi zake unaweza kuzihesabu moja moja ukazishika alif jim hivyo, ajidu qatin bakat. Atawasut lin Umar, tunaposema ashidda maana yake zinajikata sauti pale pale zikiwa na sukuni, zikiwa na sukuni hapo hapo haivutiki. Atawasutu zinavutika kidogo kwa sababu pumzi yake imebanwa, lakini inatoka baadhi ya sehemu kidogo. Ain na si inakuwa na imevutika lakini ni ndogo. Rahawa zenyewe yani yameachiwa yenyewe yanachomoka hivyo hivyo. Arrahawa akianzisha mmoja safari na wanafata wote. Yuwaswisu, unaona ilipo ndefu, yuwaswisu au isti'la. Tukasoma isti'la hii tumesoma jana pia. Isti'la na infitah, herufi za isti'la khassu, dhaghtu, qaddu, herufi 7. Istifal zingine zote. Isti'la maana yake herufi nzito au mwinuko. Kisha tukasoma infitah na itbaqo. Infitah na itbaqo hii imetoholewa, imechomolewa, imetoka katika hizo herufi nzito hapo nyuma, lakini hapa zikaja kutolewa zile nzito zaidi. Itbaqo ni nini? Kushikamana, herufi ambazo zenyewe zinashikamana na kinywa, wakati unazitamka zinapanda, ulimi unapanda karibia wote sehemu ya juu, mbele na nyuma. Nazo ni 4: Sad, Dad, Ta, Dha. Hizi ni nzito kuliko zile 3 zingine zinazobakia. Kama alikuwepo mtu jana nadhani amenielewa. Idlaq na ismat, hii sifa leo tuipitie, lakini tutaipitia tu japo sio katika Qur'an, ila tuifahamu wenyewe inamaanisha nini. Inshallah watu wanakuaga na kozi ya Arabic ikija kufika tutakuja kujifunza pia hii sifa idlaq na ismat. Hii nifungue kitabu cha Kiswahili hapa ili hicho cha Kiswahili cha English. Sorry. Okay. Okay, tuko pamoja. Idlaq ni nini? Idlaq, twende tuanzie idlaq huku. Neno idlaq la maana gani? Anasema ni ufasaha. Kuna katika Kiarabu kuna matamshi ukiyadhibiti tu Kiarabu chako kinatoka kimenyoka. Usafi katika usemi, ufasaha. Kisheria ni nini nimeshare? Afanye. Sijui kuna kitu nimeshare sijajua hapo. Kisheria ni utamkaji wa herufi kwa urahisi kutoka upande katika pande za ulimi au mdomo kana kwamba zinateleza. Hii sasa ni katika lugha za Kiarabu. Okay? Herufi zenye sifa hizi zinaitwa fir min lib. Fir min lib. Fa, ra, mim, nun, lam na ba. Ni katika matamshi ya lugha ya Kiarabu. So hataki tuingie sana huko sababu sio katika Qur'an. Hii ni nje na hapa. Kinyume chake ni ismat. Ismat yenyewe ni kukataa. Hii huku hivi ni ufasaha, usafi katika utamshi. Yani ukiyatamka maneno yake basi Kiarabu chako kinanyooka. Faraddada mirara. Yani ukiyadhibiti lafudhi zako zinatoka tam, zina quality. Okay? Lakini kinyume chake kukataa. Kisheria ni utamkaji wa herufi kwa nguvu na uthabiti wa hali ya juu kutoka katika makhraji yake vile ambavyo herufi haitatamkwa. Herufi zingine zote zinazobaki zina quality hii. Yaani ukizitamka herufi hizo paka udhibiti hasa makhraji yake, lakini hizi zingine zenyewe zinatoka kama zinateleza. Lakini hizo zingine, hii ni quality kwenye lugha ya Kiarabu tu. Hizo zingine zinahitaji uwe makini na katika kule unapozitoa. So
Hii kwa hapa haituhusu sana, sababu quality hii haipo katika Qur'an, haipo katika Qur'an, ni lugha ya Kiarabu. Okay, yeah, so tuiruke, tuachane nayo hii sababu takuchanganya, ile nilitaka tu ufahamu maana yake. Bismillah. So leo tunaingia sehemu ya pili. Ya kwanza tumemaliza sifa zenye positive na negative. Sehemu ya pili ni sifa za kudumu zisizokuwa na kinyume, sifa zisizokuwa na kinyume chake, zenyewe zimesimama zenyewe kama zenyewe tu hivi. Ya kwanza ni qalqala. Qalqala, qalqala, qalqala tumeisoma mwanzo, tumekutana nayo tena hapa. Kilugha inamaanisha kurudia. Qalqala inamaanisha kurudia, lakini qalqala ni kama sauti ya mwangwi. Waarabu wanasema ni kama sauti ya mwangwi. Hii quality haipo kwenye lugha nyingine yoyote. Hii quality ipo kwenye matamshi ya Kiarabu tu peke yake, lugha ya Kiarabu tu peke yake. Okay, so imetumika katika Qur'an. Hii quality haipo katika Kiswahili qalqala, kwamba hilo neno hapa, wala kilugha, ni lugha tu ya Kiarabu, neno lile kujirudia, kama vile umekaa kwenye chumba chenye mwangu and then useme wa, sauti inajirudia. Kisheria sasa katika Qur'an anasema ni sifa ya kudumu ambayo huunda sauti ya kudumu ambayo huunda sauti inayovuma au mtetemo kidogo katika makhraj. Herufi hiyo hiyo inakuwa tayari umeshaitamka, lakini ni kama ina mwangwi, inajiachia. Ushaitamka lakini ina sifa nyingine kwamba aiachie, itoke kama mwangwi. Okay, wewe ushaigusa ile herufi tayari. Kama ni jahar, ushaifanya jahar. Ni hamsu, ni shidda, ushaifanya tayari. Okay, lakini kwamba ina qalqala, inajiachia, so hiyo ni kitu kama mwangwi, tayari wewe ushaigusa lakini imejirudia. So qalqala sifa pekee ambayo ipo kwenye lugha ya Kiarabu. Herufi zake ni 5, tulishaisoma hii. Okay, kisheria ni sifa ya kudumu ambayo huunda sauti ya kuvuma, huunda sauti ya kuvuma au mtetemo kidogo katika makhraji yake. Tutafahamu kwenye mfano qalqala vizuri. Qalqala zipo aina 3. Herufi zake ni kutubu jaddu. Tunaposema inaunda mtetemo au kuvuma, actually kwa Kiswahili fasaha ni kugonga. Okay, hicho ndio Kiswahili cha kutumia kwenye qalqala, ni herufi za kugonga. Mwisho lazima ngo gonge. Zipo aina 3 qalqala. Kuna ambayo ni ina nguvu hasa katika matamshi. Kuna imeandikwa kubwa, afwan, nasoma hapa. Hii kuna qalqala kubwa na ndogo na kati na kati. Unaweza ukazoom kitabu pia kwako. Kubwa, ndogo na kati na kati, aina za qalqala. Kubwa ni ipi? Kubwa ile ambayo wakfu wakati wa kutengeneza wakati wa kuweka kituo, unataka kusimama, yani unataka kusimama alafu herufi ina shadda. Herufi ya qalqala katika hizo kutubu jadd unataka kusimama alafu ina shadda, hiyo tunaita qalqala kubwa, kwamba inasikika vizuri kwa sababu unaikaza alafu unaiachia. Ile tu kuikaza tayari umeshaitamka herufi hiyo, lakini sifa yake nyingine mwangwi, inajiachia sauti. Okay, sijui inajirudia sauti, inajigonga hivyo. Mfano ukiangalia hiyo kubwa, qalqala kubwa ni hii mifano ya huku mwisho: walhajj, walhajj, je, you see, walhajj. Hii ni tofauti na ningesema wasamai dhatil buruj. Jim zote zina
ziko mwisho, buruje, lakini walhajj hii inakuwa yenyewe ina mkazo. Huo mkazo and then kuiachia inaitwa kubwa, qalqala strong. Okay, kwa sababu kwanza umeikaza herufi yake. Ingine alhaqqa, alhaqqa, see, strong qalqala. Hii tumeshaisoma na ni ile ile mifano ambayo tulisoma mwanzo katika qalqala. Watabbe, watabbe, na qalqala haisomwi kwa sauti ya fatha, kasra au dhamm. Hili naliongelea tena. Qalqala sio kwamba ukiambiwa kugonga kwamba wewe unaitia haraka. Sio walhaji, sio ji ukaweka kasra, utakuwa stop na sukun lakini ugonge. Tuone mifano hapa kisha nitashare na nyie picha baadhi katika somo hili. Tukija aina ya pili ya qalqala ambayo yenyewe ni ndogo, ndogo. Hii ni wakati wa kutengeneza wakfu herufi tu ikiwa na sakin. Herufi ya qalqala ikiwa katikati. Yaani tunamaanisha sana sana usipitie sometimes huenda nikawa na kuchanganya kwa sababu wewe unashika sana maneno ya Google. Huyu AI tu huyu ni robot, sio kumwamini translate zake sana. Kwa muda mwingine hiyo sentence iweke vizuri. Wakati wa qalqala ikiwa katikati, herufi ya qalqala ikiwa katikati, yani na sukun ipo katikati, muda huo ugongaji wake ni mdogo wa kawaida. Sio kwamba haugongi, ugongaji upo, lakini tofauti na ikiwa mwisho inasikika vizuri. Mfano neno hili hapa, sadiraka, alam nashrah laka sadiraka. Nimegonga dal swade, wala sio swadraka, nimegonga, lakini huu ugongaji wake tofauti kidogo, hauna nguvu kama ile ambayo iko mwisho. Inatakiwa iwe quality, wala usiogope kuiachia. Kwa nini huibane bane ile walhajj? No, usiogope, walhajj iachie, and that is perfect. Usomaji umeboreka, hakuna ulichokosea, hiyo ndio umeshafahamu. Kwa usibane mpaka ukao umeharibu sifa ya qalqala. Alhaqqa sio alhaq, yani unaidhibiti. No, ko sema ko sheikh. Mbona ukiongea tu Kiswahili ko ukoo wangu, mbona ko unaitamka, lakini ikija kwenye lugha huku unajifanya uwezi. Alhaqqa sio alhaq. No, ikiwa katikati qalqala, dal iko katikati hapa, hii inakuwa inagongwa, lakini sauti yake sio strong kama ile ambayo iko mwisho. Unaweza usione tofauti, so ni beta kama hujaona tofauti, wewe ufahamu tu kwamba hizi zina gongwa. Usio ukasoma swadraka, no, swadraka. At'amahum, at'amahum. Ya, tani herufi ya qalqala. At'amahum. Al-abtar, hii tunajiita qalqala ndogo, lakini kuna ya mwisho kati na kati. Katika na kati yenyewe, subhanallah, wakati wa herufi ya sakin ya qalqala hivyo, subhanallah. Hapa sasa anachanganya huyu. Hapa amebadilisha. Sorry. Hii ndogo ni kichwa cha habari cha huyu. So tatenganisha hapa. Hapa tulikuwa tunaielezea ndogo ambayo ndo hii hapa. Swadraka. Lakini hii kati na kati usemaji wake yenyewe ni hii. Kati na kati ndo hii. Kwa hapa kafanya vice versa huku mwanzo. Hii ndogo itakiwa ikae hapa na kati na kati ikae hapo juu. So kati na kati ni ipi? Anasema wakati wa kutengeneza wakfu, yani wakati wa kusimama kwenye herufi yenye sakin, alafu unafanya qalqala. Unasimama kwenye herufi yenye sakin. Hiyo ni kati na kati. Kwamba ipo mwisho lakini haina shadda.
Ikiwa na shadda inakuwa ni strong. Okay, mifano tulienda sawa. Mfano ni kitabu gani hapa? Afwan, nishike kitabu hichi kingine hapa, nimefunguka tofauti. Okay, nishare hichi cha English ili tuone mifano ikiwa wazi zaidi. Sauti na katika, subhanallah, nifahamishe, huenda ikawa sisikiki. Iko vizuri? Okay, mashallah. Okay, haya, nimeshika kitabu lakini bado hakijaapia, naomba nikikati alafu nikirudishe tena. Muda unaenda sana, subhanallah. Oh my God. Okay, assalamu alaikum. Nasikika vizuri? Allah. Vizuri ya qalqala. Ili kwamba hatakuwa ameelewa hapo mwanzo, basi aielewe sasa hivi hapa tunapokwenda kuisoma kwa mfumo huu wa picha. Okay. Afwan. Ikiwa nasikika is better. Kama nasikika itakuwa vizuri. Na kama kitabu kinaonekana pia, hilo ndo la muhimu zaidi. Nimesha share hapa, kinakuja katika screen. Nimeshare mfumo wa picha ili twende pamoja kuielewa vizuri qalqala na matamshi yake. Okay, kama kinaonekana basi nifahamishwe kwa alama ya emoji. Okay, so kitatokea katika screen. Qalqala only inapatikana katika lugha ya Kiarabu. Ni sifa ambayo ipo katika lugha ya Kiarabu peke yake, qalqala, na haipo katika lugha zingine zozote. So leo tuangalie qalqala katika sehemu tatu. Okay, mazoezi yake na pia makosa yake. Okay, na asili yake. Qalqala asili yake tukizungumzia haijatokana, kuna vitu viwili katika sema matamshi herufi. Kuna irabu alafu kuna consonant. Okay, hivi ni vitu viwili tofauti. Na kurudisha shule kidogo, tukiongelea irabu tunaongelea a, e, i, o, u, vowels. Lakini tukiongelea consonant tunaongelea herufi zingine zote. That's why ukiambiwa mfano katika neno, niweke kitu hapa, mkulima, neno mkulima, uambiwe toa consonant katika neno mkulima. Okay, neno mkulima, consonant utakayotoa hapo ni neno ni hili mkulima. Mkulima, a sio consonant, hizi sio consonant, mim, k, la, l, m, hizi ndo consonant. So qalqala inatokana na hizi consonant. Okay, haitokani na irabu. Irabu ni a, e, i, o, u. Qalqala haitokani na a, e, i, o, u.
Okay, consonant. Mfano ukasema am, hiyo ni sauti ya mim, tuseme m. Okay, so huko ndo kunapotokea kitu kinaitwa qalqala, lakini qalqala haitokei kwenye irabu. Mwanzo tukiongelea irabu tunaongelea fatha, kasra, dhamma. Okay, so hatuongelei hizo a, e, i, o, u, bali tukiongelea consonant tunaongelea sukun. Qalqala inatokana na sukun. Sauti ya hiyo ni nini? Ni sukun. Sauti kuzuiwa, sauti inazuiwa, haitoki. Okay, sauti haiwezi kuzuiwa ikiwa na fatha au kasra hivi, hapana. Sauti inazuiwa ikiwa na sukun. So sukun ndo consonant. Alafu hii irabu ni fatha, kasra, dhamma. Hizo ni irabu. Nimekurudisha shule kidogo, japo mimi huko pia nilifeli. So kwa nini ni ya kipekee hii qalqala? Actually nataka tuone kwenye mistakes zake, sababu huku kote tulishapita. The way nataka sasa hivi tujifunze ili tusichanganye zaidi namna ya kuzikosea kutamka. Hayo yote ni maelezo ya kwamba namna inavyokuwa kubwa, kati na kati, imara, sauti zake zinatofautiana. Maana qalqala na mad tumesoma muda gani inakuwa kubwa, muda gani ikiwa katikati. So muda gani ikiwa nyepesi inatoka sauti kubwa, muda gani inatoka ndogo, na kati na kati. Lakini tuangalie mistake hapa, baadhi ya masomo ya qalqala. Mfano katika picha hii hapa, qalqala tumesema haisomwi ikiwa na haisomwi, haigongwi kwa kasra au fatha au dhamma. Hizo ni nini? Hizo ni consonant. Subhanallah, hizo ni irabu. Ni neno hili hapa. So usije ukasema imeandikwa abedina, wewe ukasema abidina. Abidina hapa umetia kasra ambayo ni hii voice. Haitaki kuwepo hapa. Watakiwa wewe kuweka ni consonant. Consonant ni sauti ya, hapo ndo tunaweka qalqala. Abedina. Hiyo ndio qalqala. So haisomi abidina. Sio hiyo tu. Au aya imeandikwa qalu da'u lana, alama kijani ipo sahihi. Qalu da'u lana, hii tunaita consonant. Lakini ukasema qalu du'u lana, qalqala haitoki katika irabu. Ukiweka dhamma basi umeharibu. Okay, sio qalu du'u lana, no, qalu da'u lana. Tena hii ni aina gani ya qalqala? Tunasema hii ni ndogo, sababu ipo katikati. Hata hii ya juu pia ipo katikati, ni ndogo. Mfano mwingine, yaqdi, ukajikuta unasema yaqdi. Actually tulishaelezea hili na sababu yake ni nini. Hii inatokana na kwamba unafuata herufi ya nyuma yake au ya mbele yake. Basi unaangalia herufi ya mbele yake, na hiyo automatically mdomo unataka matamshi rahisi ambayo yatayamudu. So yadhibiti hivyo, sio kwa sababu umetoka kusoma ya na hii ukaitia fatha yaqdi, no. So jidhibiti kwa mwanzo, kwa sababu umetoka kusoma dhamma lu qalu, na hii nayo ukaitia dhamma qalu du'u lana, kwa sababu ulimi unataka kuteleza na ukaupitisha huko, no. Udhibiti qalu du'u lana, sio kwa sababu umetoka kusoma abi herufi ya mbele yake ina kasra abedi na ukasema abidina, hapana. Hayo ni baadhi ya makosa ambayo hayahitajiki katika qalqala. Kama kutakuwa kuna swali, I think dakika 40 zimekamilika, nimezimaliza zote kuhusu qalqala.
Leo tumesoma sifa moja tu ambayo haina kinyume chake, qalqala. Mwanzo tulikuwa na hii tumeshaisoma hata mwanzo. Leo tutakuwa tusome hata mbili, lakini hii moja ieleweke vizuri. Kama kuna swali kuhusu qalqala before hatujaja kuendelea kesho, subhanallah. Sema nitakuwa na udhu Monday another topic. Hizi tutakuwa tunasoma tatu. Sifa ambazo hazina kinyume, ni nyepesi sana. Yaani qalqala huenda ikawa ndo kubwa yao, lakini hizo zingine hizo ni nyepesi sana. Kwa kama kesho, kama tukija kusoma Monday tutazisoma 3. Tuesday pia tusome hata 2. Wednesday tumalizie. Hizo ni kinzani. Ukielewa tu yenyewe umemaliza. Ni kuifanyia mazoezi. Qalqala 5. So mazoezi tu yanathibitiwa kwenye hizo herufi 5. Kutubu jaddu. La muhimu sio kafu ikiwa na fatha wao unataka kugonga. Hapana. Hiyo inaitwa consonant. Hiyo inaitwa irabu au vowels. Ikishakuwa na hiyo fatha, kasra, dhamma haigongwi. Yaani ikiwa katikati na hiyo. Lakini ikiwa mwisho unataka kusimama, hata iwe na irabu gani. Tulishasema unasimama na nini? Sukun. So kwa kuwa unasimama na sukun, hiyo ndo tunayoitaka ugonge. Au ikiwa katikati na sukun na lisia, hiyo ndo tunataka ugonge. Qalqala haigongi ukasema qul a'udhu bi rabbi, bali na kasra bi rabbi, lakini kwa sababu kutubu jaddu ipo ba, ni qalqala ukasema bi rabbi. Subhanallah. Haigongi ikiwa na fatha, kasra, dhamma. Inagonga ikiwa na sukun peke yake. Alhamdulillah, kama nitakuwa nimeeleweka. Mtandao wangu unapotea, subhanallah. Hapo kwenye aina za qalqala sielewa. Qul huwa Allahu ahad, hiyo ni qalqala kati na kati. Dal ipo mwisho, de. Ahad ipo mwisho, haina shadda, hiyo ni kati na kati. Qalqala ambayo yenyewe tunaiita ndogo ni ambayo ipo katikati. Liila fi Quraishin ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum. Alladhi ata, hiyo ta hapo ina sukuni. Kwa herufi ya qalqala ikiwa katikati mwa maneno, hiyo tunaiita ndogo. Ikiwa katikati mwa maneno tunaiita ndogo kwa sababu sauti yake hailingani na zile ambazo zipo mwisho. Ambayo inakuwa mwisho haina shadda, hiyo ni yani sauti yake tunajiita strong. Ingereza kuna muda mwingine itafsiriki Kiswahili strong, alafu ambayo ipo mwisho na ina shadda tunajiita stronger. Tabbat yada abi lahabin wa tabbe, hiyo ni stronger zaidi. Hii ambayo iko mwisho haina shadda yenyewe ni strong, lakini ile ambayo yenyewe ipo katikati mwa maneno hiyo ni weak, dhaifu, haisikiki vizuri zaidi ya zile ambazo zipo mwisho. Hiyo ni kwa ufupi. Ustadh, naam. Na kama qalqala mwisho imevutwa na alif, utaivuta hutaigonga bado? Ikiwa hapana, ikiwa imevutwa na alif tayari hiyo imebadilika, sio qalqala. Ina maana hapo sio hausimami na sukuni hapo. Hapo unaisoma herufi kama ilivyo. Kwa ukiona tunasoma fatha, kasra, dhamma, hizo ni irabu, haufanyi qalqala. Qalqala inatokana na consonant. Sauti ya kuzuiwa isitoke nje. Alhamdulillah, let's take it today mpaka hapo. Inshallah tuje kukutana Monday Allah akipenda. Darasa Ustadh Imran ataendelea nayo kama kawaida ya kwake, kuwasikiliza mmoja mmoja, na imani kila mmoja ashapita katika darasa hiyo na amesoma, na inshallah tutajaribu pia kupanga ratiba. Assalamu alaykum mwalimu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Walimpeleka Sheikh Abdul pia wapo, sijakuelewa. Okay. Hiyo swali ya Sheikh Abdul. Ukisimamia na mada alif ndio itabadilika. Na sasa ukisimamia na ya mada na wao mada, hiyo kalkada hiyo utagonga ama utasoma kwa kufanyaje? Hakuna kalkala. Yaani okay, nielezee vizuri. Ukiona unaisoma herufi ya kalkala na fatha, kasra, dhamma, haufanyi kalkala hapo. Sasa mpaka itokee unakwenda kuvuta mada, ina maana hiyo herufi ya kalkala tayari umeshaisoma kwa fatha, kasra au dhamma. Kwa hiyo ikitokea tu unaisoma kwa fatha, kasra au dhamma, jua sio kalkala tena hiyo. Hata kama ipo mwishoni imebakia mada, ina maana hapo haujasimama na nini? Na sukun. Hapo umevuta mada, bado inabaki kuwa ni herufi kama herufi zingine, hazifanywi qalqala. Okay, qalqala inatokana herufi ikiwa na sukun asilia au sukun because of stopping, kwamba unakwenda kusimama, kwa sababu unakwenda kusimama, okay, hapo nitatia sukun. Lakini ikiwa mwisho kuna alif maddi, hapo hausimami na qalqala hapo unasimama na alif maddi au waw maddi au ya maddi. Maddi zikiwa mwisho tumesema hazibadilishiki, zinasimama vile vile zilivyo. Okay, kwa kanuni nzuri ya kudhibiti, that's tumeona kwenye picha, tofauti ya irabu na hizi consonant ni nini. Qalqala haitokani na irabu. Ukiona tayari na fatha, kasra, dhamma ipo katikati, jua hapo haufanyi qalqala. Ukiona ina sukun, hata kama ina fatha, kasra, dhamma, lakini iko mwisho, hapo tunasema sukun ipo kichwani mwako, kwa sababu unasimama hapo unafanya qalqala. Sasa tukisema wewe unaenda kusimama na okay, ni herufi ba tuseme. Okay, let me share the mushaf hapa tuone mfano mfupi ambalo ameuliongelea brother Abdul hapa. Wenda kuna wengine anaona kichini mwalimu anaongea anachelewesha kulala. Haya, kwa mfano mzuri nita open ni suratul Hashr hii. Safu yangu kuna muda inafanya vituko sana. Okay, nimeshare mushaf katika screen. Nataka ni open suratul Hashr. Okay, moja ya kipengele look careful hapa, tunamalizia hapa. Kwa mfano, faatahumullahu min haythu lam yahtasibu. Angalia hili neno hapa, lam yahtasibu. Sasa hii ba ndio tumesimama na ba, lakini hatujaweka sukun, ndio mwisho tumesimama na wao madda. Wao madda imebaki vile vile, hapo sio qalqala hii. Lam yahtasibu, hapo utasoma sio lam yahtasibe, no, madda inafanya kazi kama kawaida, madda haibadilishiki. Na wao hatujasoma kwa sukun hapo, bado tumeunganisha, ina maana kuna herufi iko mbele yake inafanya kazi, ambayo ni wao madda. Nadhani itakuwa umeelewa hapo. Usimamie hapa, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shukran wa jazakumullahu khair wa ma'a salam. Inshallah takutana tena Monday. Inshallah see you Monday, see you in Jannah.